Kwa kweli bwana journaliste, mimi binafsi nimefurahi na nimependelea sana. Ni swala ya wakongomani wote, sio swala ya wazalendo tu. Mzalendo ni mkongomani na mfanya siasa pia ni mkongomani. Swala ya mabadiliko ya katiba ni swala ambayo imeleta kichemsha bongo kwa wafanya siasa na pia kwa wapendelevu wa siasa. Kwa maana kuko modification ya constitution na kuko changement ya constitution. Sasa sijui swala gani ambayo umeweza kupendelea, kwa sababu tuonyeshe wazi, kwa sababu eske modification ou bien changement. Journaliste, nafikiri mimi kama coordinateur wa wazalendo Samadari Mwami Wembasi, nina miaka 10 ambayo ninaongoza wazalendo. Miaka 10 tumepanda milima, tumeshuka mabonde, tukihamasisha vijana, wakulima, wafanyabiashara kujiunga na uzalendo ili tupiganie nchi. Na kweli tulipokuja kuchunguza tukamkuta kiongozi Felix Tshisekedi ni kiongozi halisi ambaye anapenda nchi. Na nikwambie bwana journaliste, modification ya constitution, nous tant que wazalendo tuko d'accord ku modification ya constitution. Maana ile kumodifie constitution kuna vipengele vimoja ambaye vilikuwa kama vile mtego kwa wakongomani. Maana vimefanyika, katiba imekwenda kukalia kati ya wahuni wa Rugaruga wenye Rwanda waliotoka Rwanda, nao wanakaa eti wanatengeneza constitution. Na ile constitution mlikuwa mitego kwenye ile kwa ile katiba, kulikuwa mitego ambayo walitega wakongomani ndani. Na ikiwa sasa ile mitego wakongomani wengine ambao wamesomea katiba wamekusha kuigundua na wakaona kama hii ndiyo baadhi ya moja inaleta matatizo kwenye nchi, lazima ile modification ikuwe. Lakini hapana changement. Ikiwa tukifanya changement ya constitution, changement ya katiba, itaonekana kwamba ile referendum ambayo wakongomani tulioifanya, wakati wakongomani walikwenda Sun City kukaa na kuweza kufikiria juu ya kutafuta amani, itakuwa kama vile nchi tunaanza zero, na itakuonekana kama nchi haikuwa na katiba. Na ndio maana ya ile changement. Lakini nafikiria mheshimiwa son excellence Gara de la nation Felix Tshisekedi, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, iko na modifier constitution. Sasa bapanike ba opposant ndio bako na panike muraia kwamba mtakuwa changement. Hapana, haiko changement, ni modification. Wana modifier kumodifie ni kutoa hiki banatia hiki kia mzuri kwa niaba ya kuboresha nchi vizuri. Wana journalist, tangu zamani tulikuwepo. Hiyo swala kusema kama hatukuwepo, tulikuwepo, maana tulianza kugombania nchi 1996. Mwa ile 1996 wakati tulianza kupigania nchi, tulikuwa tunaitwa bakombata, tulikuwa tunaitwa bamaimai. Na hiyo wakati tulipigania nchi, lakini kwa roho mbaya na siasa iliyolenga kubarikanize nchi yetu, wakafanya wakombata, wakafanya wa maimai kwamba hawako, sababu hakuna nafasi ambapo sisi tumeweza kuonekana kama tuko na wa general au tuko na minister au tuko na mafonctionnaire ma fonction publique. Hakuna. Ni kwa sababu ilikuwa ni siasa ya Rwanda ambayo iliweza kugandamiza wa maimai wa kombata ambao wameweza kubare processus ya adui. Tulikuwepo tangu zamani, lakini nimekuambia kwamba hatukuwa na rais bora kama Felix Tshisekedi ambaye amependa nchi na kaona kwamba maimai anapigania kitu ambacho cha kukomboa nchi yake. Na ndio maana sasa leo tumempata kiongozi bora ambaye ni Felix Tshisekedi, kwa kusema ajue kwamba mzalendo ipo na ule mzalendo anapigania haki ya nchi yake, ili hawa warugaruga wenye Rwanda wasiweze kubarikanize nchi. Bwana journaliste, hatuko kwenye vita ambavyo tuko navyo ni watu wawili wamekorogana. Nani na nani? Ni Felix Tshisekedi na Joseph Kabila Kabange, ambao wakuelewana katika kugawa gato yao. Sasa wakati Felix Tshisekedi yeye ameweza kuangalia nini ambacho kinaweza kuboresha nchi na wanani ambao wanaiba nchi, Sasa Felix Tshisekedi amekataa hiyo, na ndio maana umeona Rwanda ameona kwamba
ile faida yake imepitiliwa mbali, na ndio maana wameanzisha vita. Hatuko kwenye vita, wana journaliste, tuko kwenye wao waadui wanafanya biashara kwenye nchi yetu, wanapora mali ya nchi, na hawafanyi vita kwa kukomboa Wakongomani. Wakongomani tuko deja mu demokrasi, na kama nchi kwa demokrasi inakuwa ni alternance. Huyu anatawala miaka 5 anatoka, mwingine anatawala ingine miaka 5 anatoka. Kwa sababu gani? Ili nchi endelee kuboreka. Lakini sasa wale watawala wasiokubali, wenye huba wa madaraka, ndio wanafanya biashara kwenye nchi na wanaingiza kwenye nchi katika shida, na ndio maana leo sasa nchi tunaonekana tuko kwenye vita. Lakini kama unaweza kudiskatch, unaweza kuanalize na kukritike hii vita, ni biashara kati ya wafanyasiasa. Maana ukiangalia wafanyasiasa wetu wakubwa na wadogo wote wako kimya. Ukiangalia mapozisio yao, hauwezi kujua député national iko na position gani, senateur iko na position gani. Wote wamenyamaza kimya kwa sababu wanajua wako kwenye biashara ya kisiasa. Kwa sababu wangekuwa tunajua kama tuko ndani ya vita, kama tulisikia wanabunge wako na declare, na kama tuko kwenye vita tungesikia wahome de diplomatike wanasimama wanasema tuko kwenye vita na tunapigana vita kiakili na vita ya kutetea nchi. Lakini vita vyenyewe wamemwachia Tshisekedi mwenyewe.